mambo mengi. Sasa nazungumza kidogo kidogo ili mnielewe jamaa, kwa sababu nikisenda haraka haraka sitaeleweka. Wakati ule ule mambo yamepamba moto, yako vizuri kabisa. Nyuma kidogo, katika wakati wa Salimu al-Awwal mpaka Suleiman al-Qanun, jihad fi sabilillah. Wakati Waislamu wako Namsa, Austria kule Ulaya, sio Australia, imezungukwa miezi 6 ile Austria. Waislamu wanataka kuichukua Austria, washasarenda wale, wataka kukuachia. Mambo ya mazungumzo, mufawadhati zinapita kwamba waiachie nchi iji kwa Uislamu. Wajua kilitokea nini? Kulitokea mtu mmoja akiitwa Shah Ismail As-Safawi kutoka katika mji mmoja akiitwa Ardabil kule Irani, kaskazini magharibi mwa mji wa Irani, wa nchi Irani. Kuna mtu akiitwa Shah Ismail Safawi. Sio huyu shaha wa Khomeini, huyu aliangusha 78 79, Shah Reza Pahlavi, sio huyu shaha. Huyo Shah Ismail As-Safawi alijitokeza huyu bwana na jeshi lake kutoka sehemu za Ardabil. Huyu ni mshia 12 madhhaban, madhehebu yake na itikadi yake ni Shia 12. Ile Irani yote Tabriz, Mashhad, Tehran mpaka Ahwaz na sehemu nyingine, sehemu zote hizo, Asfahan, ilikuwa ni miji ya Ahlus Sunnati wal Jamaa. Wanawazuoni wengi, wanawazuoni wa Ahlus Sunnati wal Jamaa wametoka katika nchi za Iran. Kina al-Qadhi Abu Shujaa na sahibu al-Muhadhab Abu Ishaq al-Shirazi na wengi aima wa hadithi, kina al-Imam at-Tirmidhi na kina Imam Ibn Majah, kina Abu Daud, kina nani, wote wametokea area hizo. Kwa ufupi, hata ile tariqatul Marawiza, katika madhhabi ya Shafi kuna tariqatu al-Iraqiyin na tariqatu al-Khurasaniyin. Al-Marawiza, asilimia kubwa ya wanawazuoni wa Kimarawiza kutoka kule, kina al-Qaffal al-Kabir al-Shashi na wengineo, kina Abd bin Humaid. Kitaja ni mambo mengi, wanawazuoni wengi, huwezi kuwataja sasa hivi kwa sababu ni mujalladati zimetaja wanawazuoni. Alhasil, nchi ile ilikuwa ni nchi ya Ahli Sunnati wal Jamaa. Sasa alipotokea huyu bwana anaitwa Shah Ismail Safawi, siku moja, kwa sababu yeye ni mshia 12 na ana jeshi kubwa, akaingia katika baadhi ya miji. Siku moja, siku ya Ijumaa, tarehe mosi Muharram, ile siku ambayo wao sasa hufanya kwamba ndio siku ya maandamano na nini, Hussein kadha, vitu kama hivyo. Ilikuwa mwaka 907 Hijiria, yani katika asri ya kina Imamu Suyuti, kina Imamu Sakhawi, asri hizo yani. Lakini ilikuwa Imamu Sakhawi kashafariki, kwa sababu Suyuti kafariki mwaka 911, Sakhawi kafariki miaka 7 nyuma yake, au miaka 9 takriban nyuma. Sasa mwaka 907 ambayo ilikuwa ni tarehe 17 Julai mwaka 1501, wakati Vasco da Gama kashakuja katika mwambao wa Afrika Mashariki, Wareno, Maportuguese kashakuja, ndio umeingia sasa Safawi, Shah Ismail Safawi akaenda mpaka katika msikiti wa Masunni katika mji wa Tabriz na jeshi lake, wakavamia msikitini pale, msikiti mkuu ule. Akapanda kwenye mimbar na jeshi limezunguka watu wote pale,
wanawalazimisha, anatajwa sahaba mmoja baada ya mwingine, wao wanyanyue sauti wa walani. Abu Bakar mseme laanatullahi alayhi, Omar hivyo hivyo, Aisha mtoe laana pale. Watu wote wakagoma msikitini, mmegoma. Akateremka, majeshi sogeeni hapa, unamlani sahaba mmoja mmoja. Sasa kila anayekataa anachinjwa. Siku ya Ijumaa hiyo, siku ya Jumamosi, siku ya pili yake, akaamrisha wanajeshi wawakamate maulama wote, makadhi wote wa miji ile, mashekhe, maimamu na watu wote waliokuwa katika nafasi za dini, wote wakamatwe, wadhihirishe mbele za awamu kwamba wanawalani masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walipogoma waliuawa. Ndani ya siku mbili hizi aliua zaidi ya watu 20,000 katika masunni. Mwasoma hizo habari. Huku Mreno kaingia huku, awaua Waislamu. Amefika Kilwa, amefika wapi, amekuja Mombasa, amekuja miji mbalimbali. Mtajua historia ya Mombasa kwa sababu kuna Fort Jesus. Haya mingine si shughuli yenu, sawa? Akaua ahlu sunna, akaenda Mashhad akafanya hivyo hivyo, akaenda wapi, kila mji alikwenda akaua. Sasa Waislamu wale Ottoman Empire wako wamezingira baadhi ya miji ya kikafiri kule. Taarifa yamfikia mfalme wa Waislamu wa daula ya Kiislamu, Waislamu wote, bwana, huku Waislamu wauawa. Alafu uzuri wa habari hizi ahlu sunna wameziandika na mashia wenyewe pia wameziandika. Mimi na kitabu kimoja chaitwa cha Kishia, iko mijeledi 4, chaitwa Al-Anwaru An-Nu'maniyya. Yule bwana katika anaitwa Ni'matullah al-Jazairi. Huyu ni katika wanawazuoni wa Safavid Empire katika kipindi cha utawala wa Kisafawi. Hawa walikuwa hawana takia, wanaeleza kila kitu, wasema wazi wazi. Katika aliyoyaeleza pale anasema Abbas, Shah Abbas the Great wanamuita, ni mjukuu wa yule Shah Ismail Safawi. Alipofika Baghdadi, katika mambo aliyofanya, akalifuku kitabu bwana cha Kishia, tena ni kitabu cha kutegemewa bwana, kama sio mjaladi wa kwanza wa pili. Asema bwana, walipofika kwenye kaburi la Abu Hanifa, kwanza wakalifukua lile kaburi lake, wakaitoa ile mifupa iliyokuwa pale, wakazika mbwa. Sijui asema kweli au asema, lakini kaandika, sijui asema kweli au ni urongo, lakini kaburi la Abu Hanifa. Wale Waturuki wa Ottomani, daula Uthmania, wafuata madhhabu ya Abi Hanifa, mahanafi wale, leo kamfukua imamu, utoe kwenye kaburi yake mifupa yake, uzike mbwa. Hata Yahudi hawezifanya hivyo. Habari zilipofika makao makuu, ilibidi watu wasimamishe jihadi fi sabilillah, waje wapambane na mashia. Lakini ilikuwa wamechelewa. Shia ameingia mpaka Iraq, ameteka miji ya Waislamu, ameua. Sasa huku watu wapigana na mashia, kule wazungu nao wamekuja juu tayari. Mambo yakenda hivyo, hakuna utulivu tena. Hivyo utulivu hakuna tena, sababu ya ndani, kwa sababu hawa waonekana wenzetu, hawa si Waislamu. Muislamu Sunni na huyu Muislamu Shia, wote kitu kimoja. Kitu kimoja vipi? Abu Bakar laanatullahi alayhi, wewe wasema Abu Bakar radhiyallahu anhu, alafu hiyo kitu kimoja, haiwezekana kweli? Aisha laanatullahi alayha, Aisha radhiyallahu anha, haya maneno mawili nyinyi mwaonaje? Kitu kimoja? Hii ni tofauti ya mitazamo. Wajua sasa hawa Mayahudi, sisi ndio tuliowapa nafasi Mayahudi, kwa kuwapa nafasi watu wasiotakia kheri Uislamu katika miji yetu, katika sehemu zetu. Kwa hiyo yakafanyika yaliyofanyika, nguvu ikapungua,
dola ya Uthmani ikawa inatetereka, inashuka kila siku.